Na hivi sasa tuangazie siasa ambapo mrengo wa upinzani umedumisha umoja wao kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 wakiongozwa na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua. Viongozi hao walipuuzilia mbali madai yaliyotolewa hivi majuzi na kiongozi wa taifa William Ruto akisema kuwa hana mpinzani madhubuti kwenye uchaguzi mkuu ujao, wakithibitisha kwamba mkakati wao wa kumuunga mkono mgombeaji mmoja wa urais ungali shwari na kwamba unajadiliwa. Gachagua alikariri kuwa muungano wa upinzani una mkakati wa kuibuka kidedea, ambapo amesema wana imani watamshinda Rais Ruto kwenye uchaguzi huo na kuimarisha mustakabali wa taifa hili. Viongozi wa mrengo wa upinzani leo walitangamana na wafanyabiashara kwenye masoko ya Marikiti, Muthurwa na Gikomba katika eneo bunge la Starehe. Ni hapa ambapo viongozi hao waliwahakikishia Wakenya kwamba umoja wao ungali tisti licha ya kile walichokitaja kwa majaribio yanayotekelezwa na serikali kusababisha migawanyiko miongoni mwao. Wakiongozwa na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, viongozi hao waliwaambia wafanyabiashara kwamba mashauriano yanaendelea katika juhudi za kuhakikisha vyama vyote vya upinzani vinafikia na kumteua mwaniaji mmoja wa urais ambaye walisema watamtangaza wakati ufaao. Sisi tumekubaliana, mimi Rigiji, Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, Eugene Wamalwa, George Natembeya, Martha Karua, tutaketi chini tutoe mtu mmoja. Pia walitumia fursa hiyo kuahidi mageuzi ya sera ambazo walisema zitanuiwa kuwalinda wafanyabiashara ndogo ndogo, kupunguza mzigo wa ushuru na kufufua biashara za humu nchini iwapo watachaguliwa madarakani. Sisi Nairobi hatulimi shamba, hatufugi. Sisi tunategemea biashara na viwanda. Sisi tunasema hivi, tunataka gavana wa kulinda biashara zetu kwenda mbele. Tuko pamoja hiyo barabara. Tunataka gavana wa kufufua viwanda. Tuko pamoja. Tunahitaji gavana wa kupanga Nairobi ipangike na wafanyikazi wote wawe sawa. Mambo ya linda mama, wale akina mama wetu wakienda kujifungua wapate matibabu ya bure, si ndio? Namba 4 ni kuweka mikakati ya watu waweze kufanya biashara bila kusumbuliwa. Na hii Nairobi tutahakikisha askari ya kanjo hapana sumbua wale watu wanafanya kazi hapa Nairobi. Ziara hiyo ya masokoni ni sehemu ya mikakati mpana wa kutafuta uungwaji mkono mashinani kote nchini unaotekelezwa na mrengo wa upinzani kabla ya uchaguzi mkuu. Kwingineko, wafuasi wa viongozi wa chama tawala cha UDA kwenye gatuzi la Kakamega wamewashtumu wenzao wa chama cha ODM kwa kuwa na njama fiche kuhusiana na mwelekeo wa muungano wa serikali jumuishi. Wakiongea mjini Kakamega, viongozi hao wa chama cha UDA wamedai kwamba baadhi ya wabunge wa ODM wameanza kuhitilafiana na shughuli za chama hicho, huku chama cha UDA kikijiandaa kwa ajili ya chaguzi zake za mashinani. We all understand that and accept that we are in a broad-based arrangement between UDA and other political parties. But what is surprising is how members of other political parties are interfering with the registration and election of UDA. Let us respect the independence of UDA as a party and allow UDA members to elect their leaders without interference. I feel like they are coming too fast, that they are letting us be in a position that we cannot even decide our stand as UDA people. So we kindly request that if they are coming on board, they let us handle our matters as UDA members and people on our own. Chama cha ODM kwingineko kimedai kupitia naibu kinara wa chama Godfrey Osotsi kwamba chama cha UDA kimeingilia kati mtandao wake wa mashinani kwenye eneo la magharibi mwa nchi, hususan kwenye kaunti za Kakamega na Vihiga. Khalid Abdullahi, Darubini.